wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wananchi wa mtaa wa Nyahingi kata Mkolani wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wameiomba serikali kuwaletea miundombinu itakayosaidia katika upatikanaji wa maji katika mtaa huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika kipindi kipya cha mvutano wa kiusalama baada ya kundi la waasi wa M23 kutangaza kushikilia mji wa Goma na Bukavu. Na katika michezo, Yas Chuo Challenge Cup imezidi kurindima katika viunga vya Nyamagana jijini Mwanza, huku timu ya chuo cha SAUT Mwanza ikiendelea kujitwalia ushindi. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Abdul Sami Hawanga nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Joyce Pakome atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye David Kiamani. Wananchi wa mtaa Nyahingi kata Mkolani wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wameiomba serikali kuwaletea miundombinu itakayosaidia katika upatikanaji wa maji katika mtaa huo. Wametoa ombi hilo kufuatia kero ya maji inayoendelea kupelekea kutembea muda mrefu ili kuyafikia maji yalipo. Mwanahabari wetu Upendo Milanzi ametuandalia ripoti ifuatayo. Je, ni haki kwa mwananchi kutumia takribani nusu ya siku kwa ajili ya kutafuta maji? Hii si hadithi ya kusimulika, bali ni maisha halisi ambayo wanaishi wakazi wa Nyahingi mkoani Mwanza. Je, wao kwa upande wao wana lipi la kuzungumzia kuhusiana na hili? Hii shida ya maji sio hivi imeanza muda huu, ina muda mwingi tu. Maji wanapata yanaweza akaja hata kwa siku moja, naweza akata tena hata wiki. Wananchi wanahangaika saizi hapa, wananchi wanachota kule kwenye korongo. Kwa jina anaitwa Ndara Ndefu, mkazi wa Nyahingi. Kwa kweli swala la maji imekuwa ni changamoto sana. Mwezi unaelekea maji hayatoki huku. Sasa nashindwa kuelewa shida ni nini. Na isitoshe maji tukiwa tunaenda kuchota sehemu nyingine na kupeleka huku Nyahingi inatugharimu, kila dumu tunawauzia shilingi 800, yaani ikiwezekana mpaka 1000 kulingana na uhaba wa maji. Kiukweli MAUWASA mtuonee huruma, mtatuua. Kwa majina anaitwa Gift Jackson, ni mwenyeji na ni mkazi wa mtaa Buganda. Hii shida ya maji imekuja ni muda mrefu sana, yaani tuna miezi mitatu maji yanatoka mara moja kwa wiki mbili. Jamani, huko mliko huko juu tuone na sisi tusaidie. Watu tunalala usiku, tunaamka alfajiri kwenda kutafuta maji. Lakini sambamba na hayo, SAUT TV bado inaendelea kutafuta mamlaka husika ili kujua utatuzi wa changamoto hii. Nikiripoti kutoka Nyahingi mkoani Mwanza, mimi ni Pendo Abdallah, SAUT TV. Asante sana Pendo Milanzi kwa taarifa hiyo. Tusalie hapa jijini Mwanza ambapo baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza wamesema kuwepo kwa mazingira wezeshi kwa vijana kutasaidia kupunguza matukio ya uhalifu yanayosababishwa na vijana. Maoni haya yanajiri kufuatia kauli iliyotolewa na Waziri wa Vijana na Maendeleo Daktari Joel Nanauka akiwa bungeni jijini Dodoma. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Anita Jackson. Kutokana na kauli aliyosema Waziri wa Vijana Joel Nanauka kuhusu kuweka mazingira wezeshi kwa vijana na kutoa mafunzo ya ujasiriamali, nipo katika chuo cha Mtakatifu Agustino tukiangazia maoni ya vijana kuhusu kauli hiyo. Hasa naanza na swala la uchumi, kukuza uchumi wa vijana. Kwanza serikali kupitia sekta ya waziri inabidi iangalie kwanza, itoe fursa kwa vijana kujihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii, lakini pia inabidi serikali kama serikali iruhusu sekta binafsi ziweze kuja nchini kwetu kwa ajili ya kuinvest kwenye sehemu mbalimbali ambazo sehemu zitatengeneza soko kubwa la ajira kwa vijana. Lakini pia tutazungumzia swala la mikopo. Pia serikali inabidi itengeneze mikopo ambayo itawasaidia vijana kupata mitaji kwa ajili ya kujiendeleza na
na swala la nini la uchumi. Lakini pia tunapozungumzia, endapo serikali itakamilisha hayo mambo, kwanza itachangia kupunguza idadi ya vijana ambao wako mitaani ambao hawana kazi, lakini pia itapunguza idadi ya uhalifu, kwa sababu mambo mengi, uhalifu mwingi unaotokea katika jamii unasababishwa na vijana, hasa vijana wanakuwa wamekosa kazi, hivyo wapo mtaani, hawana kazi, hawana pesa. Waziri wa Vijana ameeleza kuhusiana na swala zima la uwezeshaji wa vijana, ambapo serikali inatuwezesha vijana kupitia mikopo mbalimbali inayotolewa kwa vijana, ambayo hiyo mikopo inasaidia vijana kuendeleza. Hoja ya Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, nimemsikia amesema kwamba sasa hivi vijana tutawezeshwa kupitia fursa mbalimbali. Kwa maoni yangu, mimi naona kwamba sasa hivi Tanzania ishaanza kujiweka kiteknolojia na itatusaidia sana wakiendelea kutupatia kozi fupi ambazo zitatushawishi sisi kujiajiri na sio kutegemea ajira. Ukiangalia kwa mfano uchumi wetu sasa hivi sana hautegemei sana katika ajira, lakini waziri nimsikia alisema kwamba watatoa mafunzo ya muda mfupi au kozi fupi, kwa mfano VETA, na kutusaidia sisi kujiwezesha kiakili na kiuwezo kuanzisha, kama tukipewa mtaji tuweze kuanzisha biashara. Na pia nimesikia kuhusu mikopo mbalimbali. Haya ndio maoni ya vijana katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Ulikuwa nami Anita Sindatu. Asante sana Anita Jackson kwa taarifa hiyo. Kutoka Mwanza hadi bungeni jijini Dodoma, serikali imeandaa mpango wa kupambana na ugonjwa wa homa ya ini hapa nchini kupitia Wizara ya Afya. Akizungumza bungeni jijini Dodoma katika mkutano wa pili wa kikao cha 3 bunge la 13, naibu waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema chanjo hiyo inatolewa kwa watoto na watu wazima. Pendo Milanzi ametuandalia ripoti hii kutoka bungeni. Vikao vya bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vimeendelea leo jijini Dodoma, ikiwa ni mkutano wa pili kikao cha 3. Akizungumza bungeni, naibu waziri wa Afya Florence Samizi amesema serikali imeandaa mpango maalum wa kuhakikisha kuwa inapambana dhidi ya magonjwa ya homa ya ini. Ugonjwa huu wa ini unao chanjo kwa watoto wadogo ambayo inatolewa bure. Watoto tu wanapojifungua wanapewa chanjo hii wiki 4, wiki 10 na wiki 14 bure. Mama akijifungua tu anaingizwa kwenye mpango wa kupata chanjo. Lakini sio hiyo tu, ipo chanjo kwa ajili ya watu wazima. Tunafahamu chanjo hii ina miaka 25. Kwa tuko sisi ambao hatukupata chanjo ile ya utotoni, tunayo chansi ya kuchanja tukiwa watu wazima ambao tunapata chanjo kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huu wa homa ya ini. Kutoka bungeni, mimi ni Pendo Abdallah wa South TV. Tuipe kisogo taarifa hiyo na turejee tena katika jiji la Miamba. Baadhi ya mafundi nguo katika mtaa wa Silivini jijini Mwanza wamewasa vijana kutobagua kazi za kufanya, hasa katika karne hii inayoendeshwa na teknolojia. Wakizungumza na South TV habari, wamesema kazi ya ufundi sio tu ya wanawake, kwani nipo katika mtaa wa Nyamarango ambapo nimezungumza na baadhi ya mafundi wa nguo wa kiume ambao wameweza kugeuza uzi na sindano kuwa chanzo cha kipato. Si tu chanzo cha kipato, lakini pia katika kukomboa familia zao. Wameweza kuzungumza haya. Hii kazi ninayoifanya ni kazi ambayo inanipa manufaa mimi kama mimi, kwa sababu imenifanyia vitu vingi. Nimekuwa na maisha kwa ajili ya hii kazi, maisha ya kifamilia ninayo kwa ajili ya hii kazi. Sio changamoto, mteja atakuletea nguo yake au utaikamilisha kwa muda ulio kamili. Ni mawazo finyo na uelewa tasa, kwa sababu hakuna kazi sasa hivi kwa karne tulionayo ya sayansi na teknolojia, hakuna kazi ya kike wala kazi ya kiume. Kwa majina naitwa Daddy Felix, ni fundi wa kushona nguo za kiume na za kike, na kazi hii kwa upande wangu ina faida tu nyingi. Moja, imenisaidia mimi kama mimi kupata kipato ambacho kinanifanya mimi kukidhi mahitaji yangu. Pia kazi hii imenifanya nimeweza kujua mitindo mbalimbali ya nguo, kudesign nguo mbalimbali ambazo nakuwa nashonea wateja. Na kazi hii baadhi ya watu wanasema kuwa sana nafanya na watu wa kike, lakini kwa upande wangu naweza nikasema
hamna, kwa sababu kazi hii wapo mafundi wengi wa kiume wanaoifanya, japokuwa mafundi wa kike ni wengi pia. Kwa upande wangu mimi ninavyoona inafanywa na watu wote. Nao wanawake katika mtaa wa Nyamarango wameweza kuzungumza yafuatayo katika swala hili. Habari zenu, kwa majina naitwa Maria Festus Thomas, ni fundi hapa Nyamarango. Ya kazi hii nayoifanya sifanyi tu kwamba mimi mwanamke, pia na wanaume siku hizi wanajihusisha kushona pia nguo, na sana sana wanakuta wanaenda wanajifunza kushona nguo za kike. Kwa hiyo hii kazi sasa hivi ipo sehemu pote kwa wanaume na wanawake. Licha ya kuwa kazi hii ya ushonaji wa nguo inaonekana kuwa kazi ya wanawake, na sasa imegeuka kuwa kazi ya wanaume katika jamii. Nikiripoti kutoka Nyamarango, mimi ni Semeni Kazimoto wa SAUT TV. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wakati wa kuangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Kiongozi wa kikosi cha wapiganaji wa kivita cha M23 Corneille Nangaa ameyapinga makubaliano ya madini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiyataja kutokuwa ya uwazi na kwenda kinyume na katiba. Nangaa amesema migodi iliyopendekezwa kupewa Marekani huenda ikazua migogoro kwa kuwa baadhi yake ilishakabidhiwa kwa washirika wengine. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer yuko nchini China kwa ziara yake ya siku 4 yenye lengo la kurekebisha na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili pamoja na kupanua fursa za kiuchumi kwa makampuni ya Uingereza. Mwandishi wetu Faith Olomi anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kiongozi wa kikosi cha wapiganaji wa kivita M23 Corneille Nangaa ameyapinga makubaliano ya madini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiyataja kutokuwa ya uwazi na kinyume na katiba. Nangaa amesema migodi iliyopendekezwa kupewa Marekani huenda ikazua migogoro kwa kuwa baadhi yake ilishakabidhiwa na washiriki wengine. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la Reuters mjini Goma, Nangaa ameeleza kuwa makubaliano hayo yaliyosainiwa Washington Disemba 4 yalifikiwa kwa kukosa uwazi na ushirikishwaji mpana, huku akidai kuwa mazungumzo hayo yalikiuka katiba ya Kongo na sheria za kitaifa. Mkataba huo ulilenga kuipa Marekani ufikiaji mpana wa madini muhimu ya Kongo, yakiwemo coltan na madini mengine yanayotumika katika teknolojia ya kisasa kwa kubadilishana na uwekezaji wa ushirikiano wa kiusalama. Kwa upande wake, ikulu ya Kongo imekanusha vikali madai ya Nangaa, ikisema kuwa ushirikiano huo uko ndani ya mamlaka ya kikatiba ya rais na serikali. Serikali imeeleza kuwa makubaliano hayo yatawasilishwa bungeni kwa ajili ya idhini mwezi Machi, huku makamu wa waziri mkuu na waziri wa uchumi wa taifa Daniel Mukoko akisisitiza kuwa serikali ina wingi wa wabunge wanaohitajika kupitisha makubaliano hayo kisheria. Na kwingineko kimataifa, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer yupo nchini China kwa wizara ya siku 4 yenye lengo la kurekebisha, kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili pamoja na kupanua fursa za kiuchumi kwa kampuni ya Uingereza. Ziara ya Starmer inalenga kufungua fursa mpya za kibiashara, uwekezaji wa makampuni ya Uingereza katika soko la China pamoja na kutiwa saini makubaliano ya kushirikiana katika kudhibiti magenge ya usafirishaji ya wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Downing Street, makubaliano hayo yametarajiwa kusainiwa hii leo kama ishara ya dhamira ya pamoja ya mataifa hayo mawili kushughulikia changamoto za uhamiaji haramu, huku ikiahidi kuchukua hatua kali dhidi ya walanguzi wa binadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka uliopita takriban ya wahamiaji 42,000 waliingia Uingereza kupitia pwani ya kusini wakitokea Ufaransa, jambo lililofanya Beijing kuwa mshiriki muhimu katika juhudi za kudhibiti tatizo hilo. Starmer aliwasili mjini Beijing siku ya Jumatano, ambapo alipokelewa rasmi na viongozi wa China, huku ziara hiyo ikilenga kujenga kile walichokiita ushirikiano wa kivitendo. Mimi ni Faith Olomi, SAUT TV. Shukran sana Faith Olomi kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Joyce Pakomi atakusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Joyce Pakomi. Baadhi ya wafanyabiashara wa nyama katika mtaa wa Malimbe wameeleza namna wanavyochukua tahadhari ya kiafya kabla ya kufika kwa walaji.
Kwingineko katika biashara za kimataifa, muungano unaoungwa mkono na Trafigura umechagua miradi minne ya kwanza ya kuondoa kaboni barani Afrika, ukilenga kuwekeza angalau dola bilioni 1 katika kipindi cha miaka 40 ili kurejesha misitu na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa taarifa hizi za kibiashara, tuungane na mwanahabari wetu Alexi Siara. Wafanyabiashara hao wameeleza tahadhari wanazochukua ili kuhakikisha afya ya mlaji inazidi kuwa salama. Kwa majina naitwa Juma Mlekwa. Ni mfanyabiashara maeneo ya Malimbe, Masha Malimbe. Na kuna tahadhari nyingi ambazo tunachukua kuhusu kuhifadhi nyama kwa ajili ya wale wateja wa nyama, walaji wa nyama. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha nyama inakuwa salama, ambayo imepita kwa mikono ya daktari wa mifugo ambaye ameikagua na kuidhinisha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu. Pamoja na hayo, wamesema huchukua muda mwingi kufanya usafi katika mazingira kabla na baada ya kufanya biashara hiyo. Lazima nizingatie usafi, nikijua kwamba kitu tunachokiuza ni kitu ambacho kina harufu, ambacho kinaweza kikasababisha harufu kusambaa ndani ya ofisi. Kwa hiyo unapofika, kitu cha kwanza ninachozingatia ni kufanya usafi kwa umakini na kusafisha friji langu na kuendelea na shughuli zingine. Hata hivyo, wametoa ushauri kwa wafanyabiashara kufuata hatua sahihi kabla na baada ya kufikisha bidhaa hiyo kwa walaji. Kuhakikisha nyama imepita kwenye mikono ya daktari wa mifugo, imekaguliwa na kuidhinishwa kwamba inafaa. Nikiripoti kutoka hapa Malimbe, mimi ni Alex Stiara wa South TV. Nchi zote kusini mwa Afrika zinazidi kuwa na hamu ya kuendeleza masoko ya carbon ili kuimarisha ulinzi wa mazingira sambamba na kuinua uchumi. Mashirika hayo yanajumuisha International Conservation Foundation na Conservation International ya kukutanisha washiriki ili kuendeleza miradi hiyo ya kuhifadhi mazingira. Katika mashirika ya asasi kama Trafigura imekuwa kama mfadhili mkuu wa kifedha kwa lengo la kuvutia washirika wengine. Katika taarifa yake, Hannah Hauman, mkuu wa biashara ya carbon katika Trafigura, amesema kuwa masoko ya carbon ni muhimu kwa kutekeleza mtaji wa sekta binafsi kwa njia ambayo inafanya mradi hii kuwa ya muda mrefu na endelevu. Miradi hiyo inajumuisha mradi wa urejeshaji nchini Malawi wenye jumla ya hekta 500 ambayo ni moja kati ya vitalu vikubwa zaidi vya spishi asilia barani Afrika. Pia kuna mpango wa kilimo mseto wa kurejesha ardhi iliyoharibiwa nchini Zambia ambayo itanufaisha wakulima 45,000. Katika majukumu mengine, kampuni ya Trafigura inafanya kazi ya kuuza mikopo ambayo inapaswa pia kutoka katika miradi katika nchi zingine zinazohusika katika muungano huo. Kwa sasa lengo ni kurejesha misitu ya miombo, mfumo wa ekolojia unaosaidia zaidi ya watu milioni 300 ulimwenguni, lakini unakabiliwa na changamoto ikiwa ni pamoja na ukataji miti na mabadiliko ya tabia ya nchi. Muungano huu unaungwa mkono na serikali 11 za kati na kusini mwa Afrika, unaolenga kurejesha msitu wa miombo kwa faida ya mazingira na jamii za wenyeji. Asante sana Alexi Siara kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na David Kiamani. Endelea kutazama South TV habari. Mimi ni Joyce Pakomi. Wiki hii kwenye The Comment, toa content mbalimbali ambazo binafsi zitanisaidia kwa namna moja ama nyingine kujitengenezea kipato. Ni fursa kubwa kwanza katika jamii kwa watumiaji. Ukisoma kile kitu ambacho unajua kwangu kina manufaa. Asante. Asante pia. Kila Ijumaa saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SouthTVTZ. Matumaini yangu mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni David Kiamani. Wakati Yasi chuo cha Jikapo ikizidi kulindima katika viunga vya Nyamagana jijini Mwanza, timu ya chuo cha Sauti Mwanza imezidi kung'ara kwenye mashindano hayo baada ya kushinda katika michezo mitatu katika hatua tofauti ya michuano hiyo. Katika rubaa za kimataifa, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetoa ufafanuzi wa kutokuwepo kwa kosa kwa timu ya Senegali kufuatia malalamiko ya utovu wa nidhamu kwa timu hiyo
yalijitokeza katika mchezo wa fainali za AFCON 2025 nchini Morocco. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye mwanahabari wetu Haji Hassani. Wakati ambao michuano ya Yas Chuo Challenge Cup ikiendelea wilayani Nyamagana mkoani Mwanza, chuo cha Sauti kiendelea kufanya vyema katika michuano hiyo mara baada ya kushinda michezo mitatu mfululizo. Kufuatia hayo, niweza kuzungumza na kocha wa Sauti, amezungumza kwa kina siri ya mafanikio ya ushindi huo. Katika mashindano kuna vitu ambavyo nimejifunza kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka katika hatua hii ambayo tumefikia, na kikubwa naweza kusema katika mafanikio ambayo tumeyapata katika mashindano ni ule mwendelezo mzuri wa wachezaji kuweza kujitokeza mazoezini na kuweza kupata sapoti kubwa kupitia kwenye Wizara ya Michezo na uongozi kwa ujumla. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa hatua ambayo tuliofikia ni chachu kubwa kwa wanafunzi na pia kwa wachezaji, lakini pia baadhi ya mashabiki ama wanafunzi wa Sauti pia wameweza kuelezea kwa kina zaidi. Matazamio yetu ni kutarajia ushindi kutegemeana na matokeo ambayo tunayaona kwenye mwendelezo wa ushindi wa mechi tatu mfululizo. Hii ni moja kwa moja kwamba tuko bora, na ni kuhakikishia tu kwamba paka michuano hii inaisha tuna uhakika wa kuchukua ubingwa. Sababu imeonyesha ubora mkubwa sana kwenye mashindano haya ya Yas Challenge Cup yanayofanyika Nyamagana. Imeshacheza michezo mitatu na yote imeshinda. Ninaiona kama timu yetu inaenda kuchukua kombe. Kama ulivyosikia kocha pamoja na mashabiki wa Sauti wakielezea kwa kina, huku wakiwa na matumaini ya kutoa ubingwa huo. Mimi ni Haji Hassan, Sauti TV. Mara baada ya kutamatika kwa michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco na kushuhudia Senegal wakitoa ubingwa huo mbele ya wenyeji Morocco kwenye mchezo wa fainali ambao ulikuwa na matukio mengi, ambapo likiwemo la wachezaji wa Senegal kususia mchezo mara baada ya tukio la mwamuzi kutoa mkwaju wa penalty na baadaye kurejea uwanjani na kuendelea na mchezo huo. Kufuatia tukio hilo, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limefanya uchunguzi wa matukio hayo na kutoa majibu ya kuwa ubingwa wa Senegal ni halali, huku pia wakitoa adhabu kwa kocha wa Senegal ambaye amefungiwa mechi 5 na nyota wa Morocco Achraf Hakimi amesimamishwa kwa mechi 2 za CAF kufuatia hatua za utovu wa kinidhamu kwa tabia isiyo ya kimchezo. Pamoja na kiungo wakati wa Morocco Ismail Saibari amepewa adhabu ya kusimamishwa kwa mechi 3 katika mashindano rasmi ya CAF kwa tabia isiyo ya kimchezo vile pia na kutozwa faini ya dola $100,000. CAF inaendelea kutekeleza nidhamu madhubuti katika ngazi ya AFCON. Kwingineko barani Ulaya, michuano ya UEFA Champions League hatua ya awali imehitimika hapo jana na kushuhudia vilabu 8 vikifudhu hatua ya 16 bora, huku vilabu vingine 16 vikilazimika kucheza hatua ya mtoano kutafuta timu 8 ambazo zitatinga hatua hiyo ya 16 bora. Hata hivyo, ligi kuu ya Uingereza imeendelea kushikilia rekodi yake ya kutoa timu nyingi baada ya vilabu vya Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City na Tottenham Hotspur kufuzu katika hatua hiyo. Mimi ni Haji Hassan wa Sauti TV. Asante sana Haji Hassan kwa taarifa hizo za kimichezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni David Kiamani na nirudisha kijiti kwake Abdulsami Hawanga kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana David Kiamani kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muktasari wake. Wananchi wa mtaa wa Nyahingi kata ya Mkolani wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wameiomba serikali kuwaletea miundombinu itakayosaidia katika upatikanaji wa maji katika mtaa huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika kipindi kipya cha mvutano wa kiusalama baada ya kundi la waasi wa M23 kutangaza kushikilia mji wa Goma na Bukavu. Na katika michezo, Yas Chuo Challenge Cup imezidi kurindima katika viunga vya Nyamagana jijini Mwanza, huku timu ya chuo cha Sauti Mwanza ikiendelea kujitwalia ushindi. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Abdulsami Hawanga. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa Sauti TV. Uwe na usiku mwema.